Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, kwa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Licha ya mapendekezo ya serikali ya kuongeza tozo kwenye vileo katika bajeti ya mwaka wa fedha uliopita, bado tabia ya watu kulewa mchana hasa muda wa kazi imeendelea katika jiji la Dar es Salaam. Baadhi ya wadau walioongea na Kurasa wameitaka serikali kuangalia namna kudhibiti nguvu kazi na udidimia mchana ambao wengine wanasema wanakunywa tu kwa sababu ya ugumu wa maisha. Tabia ya kulewa mchana ni kupoteza nguvu kazi ya taifa. Kwa mtu ambaye analewa mchana, ni kwa tuliza kwanza mahabusu kwanza, sababu kutulia mahabusu na sisi wapambanaji wanatupa nguvu ya kupambana. Tabia ya vijana toka mlevi kama mimi simkubali kwanza. Kulewa mchana ni kupotosha taifa, nguvu kazi ya taifa. Kwa sababu kijana kama kalewa sasa hivi utampa kazi gani? Au anafanya nini kitu cha msingi cha kujenga taifa? Kulewa mchana ni akili sio, kwani unajionyesha kama mvio umekata tamaa. Lakini napokunywa pombe kuna mambo fulani yananipita katika maisha yangu. Umelewa kwa ajili ya ugumu wa maisha? Ewa kabisa. Ugumu wa maisha ndio wafanya hivi. Pesa kulewa unatoa wapi? Unazungumza nini? Umemwona fundi yule pale? Sawa. Muulize kwa sababu ni fundi ndewa. Tuendelee na Kurasa. Kutokana na ongezeko la matukio ya ukatili kwa wanaume katika kata ya Kalangalala wilayani Geita, baadhi ya wanaume wameamua kuunda umoja wa kupinga ukatili dhidi ya wanaume. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya wanaume hao walioamua kuanzisha umoja huo wamesema wameshuhudia matukio mengi ya ukatili yanayofanywa na wanawake kwa waume zao. Kuna kupigwa hivyo, kuna kunyimwa chakula mwanaume, kuna kunyimwa unyumba mwanaume. Sasa inavyokuja majibu ya haya mambo, sasa ni mambo makubwa sana yanaweza kutokea na tumekuwa tukiyashuhudia. Unajikuta sasa wewe unaenda kazini, mwanamke naye anatoka anaenda kutafuta mabwana wengine wa nje ambao anakutana nampa shilingi 2000, 5000 ambayo inakuwa haina faida kwenye maisha. Kwa hiyo mnajikuta mnafarakana, watoto mnawaacha katika mazingira magumu. Unaweza kumnganganiza, kumlazimisha, maana yake ni haya ni madhara. Madhara mengine unaweza kutoka nje kwa kufanya mambo yako kwa ajili ya nyumba, ndoa ikawa inayumba ikiharibika. Ndio maana sisi tunaamua kufuatilia mambo haya yakae vizuri. Aidha, Patrick Peter amesema kikundi hicho kitakuwa kikishirikiana na jeshi la polisi pamoja na ofisi ya serikali ya mtaa ili kuwaibua wanaume wengi zaidi wanaoteseka. Sisi tunakuja na jibu moja kwamba tutawatafuta hata wale wanaonyanyasika bila kujua. Kwa hiyo sisi tutashirikiana na taasisi zingine za kiserikali zikiwemo za wanasaikolojia, jeshi la polisi, uongozi wa serikali. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Wazazi na walezi wa wanafunzi wa kike wametakiwa kufuatilia menendo watoto wao hasa katika kipindi hiki cha likizo ili kuepusha na kujiingiza kwenye tabia zisizofaa zinazoweza kuwasababishia kupata ujauzito. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam wamesema kuwa kipindi hiki ambacho shule nyingi zimefungwa, watoto wengi wamekuwa wakiachiwa huru kwenda kwenye maeneo ambayo ni hatarishi. Watoto wengi wa kike wanapata mimba kutokana na maadili ya wazazi. Kwa sababu hata ukija kuangalia, hata mimi nyumbani tuna dada yetu Mona, na yeye yupo likizo mpaka sasa hivi. Lakini unaangalia mazingira yake, mimi mpaka maza waga namwambia, huyu mtoto mbona mazingira yake yako ovyo? Mtoto kichwa walu, kwani ndo mtoto anasoma shule huyu? Sasa hivi dunia inakuelekea, tusipokuwa karibu na watoto wetu, hasa sisi kwa hivyo vizazi vinavyokuja, kuacha hichi, kwa sababu hichi mimi naona kinakuelekea huko ni kuuana. Kwa hiyo tujiandae na huko tunakuelekea, kwa sisi tutakuja kuzaa huko mbele. Tujaribu kuwakinga watoto zetu, kwa sababu hapa katikati mimi nahisi labda walipata sijui function fulani wazazi hapa, kwa sababu watoto wanaenda ovyo. Wazazi kipindi kama hiki cha likizo watafutie hata shule za ziada ili watoto wapate wawe busy na masomo kuliko kuwaachia kulandalanda mitaani tu.
na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.